CCM oye! Kisarawe oye! Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Jamani, raha sio raha? Raha sio raha? Wataweza kweli? Wataweza? Mama Samia oye! Wale wanaosema tarehe 29 Oktoba kula zote kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Nyosha mkono nione. Nyosha mkono. Samia oye! Kisarawe oye! Ndugu zangu wana Kisarawe, mkutano huu tuko live katika mitandao mbalimbali online TV, ambao Watanzania wanatufuatilia na wengine kutoka nje ya nchi wanatufuatilia kuona kinachoendelea hapa Kisarawe. Kwanza naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mola ambaye muda wote ametupa afya na uzima, lakini kuhakikika tunapeleka juhudi za maendeleo mbele. Lakini mimi binafsi naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninamshukuru kwa mapenzi yake makubwa kwa wana Kisarawe na kwa Watanzania. Ametufanyia mengi, anaendelea kutufanyia mengi. Leo hapa hotuba yangu haitozidi dakika chache kwa sababu muda umekuwa mfupi sana. Lakini kubwa ni kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na hili namshukuru kwa sababu zifuatazo. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuheshimisha Watanzania. Mambo ambayo tulikuwa naona hayawezekani kwa rais mwanamke, mwanamama aliyopokea madaraka katika kipindi kigumu mwezi Machi 2021, Daktari John Pombe Joseph Magufuli aliyokuwa rais wa awamu ya 5 alitutoka duniani. Watanzania tulihuzunika sana. Na tulihuzunika kwa mengi, kwa sababu tukifahamu kwamba kipindi hicho nchi yetu ilikuwa imefunguka katika mambo mbalimbali, lakini yameachiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kipindi kilikuwa kigumu na majonzi mazito. Tukiangalia tulikuwa naona kiza kinene, ukiangalia miradi mikubwa iliyohitaji fedha nyingi na usimamizi wa hali ya juu. Ukiangalia mradi wa bwawa la Nyerere ambao tunaenda kulitaka kuweka historia, ambao ulikuwa unahitaji fedha nyingi zaidi ya shilingi trilioni 6.5, aliachiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mradi wa treni ya mwendo kasi iliyokuwa inahitaji shilingi trilioni 27, itaanza Dar es Salaam iende Morogoro, iende Dodoma, Tabora, Isaka mpaka Mwanza, na ile kwenda Kigoma kuunganisha kwa Burundi, ilikuwa inahitaji fedha nyingi sana. Aliwashiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan wakati anapokea nchi hii ilikuwa ni wakati ambapo shule za sekondari zaidi ya kata 746 zilikuwa hazina sekondari za kata. Watanzania walikuwa na huzuni kubwa sana. Lakini kipindi hicho ndio kipindi ambacho mikakati mikubwa ya kuwapelekea wananchi afya, ujenzi wa zahanati, vituo vya afya na hospitali za kanda. Mnakumbuka Mtwara, Katavi na maeneo mengine walikuwa hana hospitali za kanda. Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka 4 ametuonyesha miujiza. Jambo la kwanza, amehakikisha mradi wa bwawa la Nyerere umekamilika. Leo grid ya taifa imetoka megawati 1690 imefika megawati 4000. Piga makofi tafadhali. Mradi wa treni ya SGR leo hii unafanya kazi, wa Dodoma wanaenda na kazi nyingi, kanasi nyingine inaendelea. Leo hii tumeshuhudia shule zote zile zilizotakiwa 746 zimejengwa zote, zikaongeza zingine karibu shule 360, imefika shule karibu 1000. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hakuna hata kanda hata moja ambayo imesimama. Kila kanda imejengewa hospitali ya kanda, wengine hospitali za wilaya, wengine hospitali za mikoa. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo hii tunaona tulikuwa na majonzi makubwa na Kisarawe. Wakati hospitali yetu hii ilikuwa na majengo ambayo yanakutia huzuni, chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweza kupata jengo hili la gorofa tunaliona hapa, jengo lingine la gorofa la kule nyuma. Tumetumia fedha nyingi sana. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sio majengo peke yake, tumeenda na mkakati, tumetengeneza madaktari bingwa zaidi ya 13. Leo hospitali ya wilaya ya Kisarawe ni Center of Excellence, kiasi kwamba watu wanakuja kupata huduma za kibingwa hapa wilayani Kisarawe. Na ninyi ndio mashahidi. Siku 4 zilizopita hapa mliona watu wakifurika, kina baba na kina mama, operations zikifanyika. Zaidi ya watu 400 walitibiwa hapa kwa operation mbalimbali. Huyo ndio matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kubwa kuliko yote, aliniamini mimi kijana wenu
kunipa nafasi kwamba nilikuwa waziri wa TAMISEMI, akanipeleka kuhakikisha kushughulikia muungano na mazingira, sasa amenipeleka viwanda na biashara. Haya ni mapenzi makubwa, sio kwa Jafo peke yake, isipokuwa kwa wana Kisarawe wote. Ndugu zangu, kwa hili nawaomba tumpe kula zote Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya tarehe 28. Naomba tupinge mkono kwa Daktari Samia oye! Kisarawe oye! Ndugu zangu, mimi kijana wenu, mnafahamu tulikotoka. Tulikuwa na sekondari ya Minaki peke yake ya form 5 na form 6, na yule pale ndo alikuwa mwalimu wetu. Nyosha mkono mwalimu tafadhali. Leo hii Kisarawe tuna shule za form 5 na form 6, tumetoka moja tumeenda 5. Tumeimarisha zote sekondari zote. Tumejenga sekondari mpya mpaka tumejenga sekondari inaitwa Kisarawe Sekondari. Piga makofi tafadhali. Tumehudumia kujenga vituo vya afya kwa kampeni yetu, kila mtu atibiwe kwao. Wilaya ya Kisarawe leo hii tumehakikisha baadhi ya kata, kila kijiji kina zahanati, na mipango yetu miaka 5 ijayo, wilaya ya Kisarawe tunataka kuwa wilaya ya kihistoria ambayo itatengeneza historia chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijiji vyote kila mtu atakuwa na zahanati maeneo yake. Piga makofi tafadhali. Leo hii tuna rekodi. Mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe inaongoza kwa kuwa na vituo vya afya 7 vinafanya huduma upasuaji, cha 8 Kiruvya kinaendelea, cha 9 tunakijenga. Hii yote kazi ya afya. Tutaimarisha ajenda ya viwanda. Katika miaka 5 tutahitaji yule ambaye anapata kiwanda cha STAMICO, akishindwa tutanyang'anya kiwanda kwa mtu mwingine, watu wa Kisarawe wapate ajira. STAMICO ilikuwa na historia kubwa kwa wana Kisarawe. Leo hii tutaangalia, mtu akishindwa tutamwomba Mheshimiwa Rais kiwanda kwa mtu mwingine kijengwe, watu warudishe STAMICO yao ile wanaifahamu ya miaka ile. Kisarawe oye! Tutaona maajana ya viwanda. Tutajenga viwanda maeneo mbalimbali. Tunaimarisha elimu, lakini kubwa zaidi tunaimarisha barabara zetu hizi. Na hivi sasa Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza barabara ya kilomita 34.5 itajengwa lami kutoka Sungwi mpaka Msanga Chale. Mkandarasi amepatikana, kilichobakia ni kusaini mkataba, kazi iendelee. Piga makofi tafadhali. Huyo ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, naomba niwaambie, miaka 5 ijayo ni miaka mchaka. Tutaimarisha kilimo. Tutahitaji historia ya zao la mnazi na zao la korosho. Tutahitaji maafisa kilimo waje na mikakati ya kuhakikisha wanaanzisha vitalu, turudishe minazi yetu, turudishe korosho zetu, tujenge uchumi wa Kisarawe. Hiyo ndio Kisarawe tunayoitaka. Lakini nikiwa hapa Kisarawe mjini, nitahangaika ndani ya miaka 5, tutahangaika hapa. Habari muda uko hapa, tutahangaika. Tutahakikisha tupate vile hapa kama maeneo mengine. Shule ya English Media hapa mjini vile ya serikali. Hili tutahangaika nalo. Tuwapunguzie watoto kwenda Diamond, kwenda wapi, wasome hapa. Hili tutahangaika nalo. Ndugu zangu, kubwa zaidi tunataka miaka 5 tubadilishe mwelekeo kwa kasi. Lakini hili ndugu zangu, naomba tuamue sasa kufunga mikanda. Miaka 5 ijayo itakuwa ni miaka mchaka chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi Kisarawe kuibadilisha Kisarawe kwenda kwa kasi katika sekta zote. Kama mnavyojua, leo hii wilaya nzima ya Kisarawe tumemaliza vijiji vyote vina umeme. Tutahakikisha vitongoji vyote kuweka umeme, uchumi utengenezeke kwa wana Kisarawe.